السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, karibu katika darasa nyingine ambayo ni darasa ya sarf na itakuwa ni darasa ya 3. Darasa hii tutaangalia kipengele hiki insha Allah. Anasema aqsamu al-kalimati fi al-lughati al-arabiyya. Aqsamu al-kalimati fi al-lughati al-arabiyya. Aqsamu maana yake ni mgawanyiko. Aqsamu al-kalimatu, mgawanyiko wa maneno, fi al-lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Kwa hivyo darasa hii ya sarf ambayo ni darasa ya 3 tunaangalia aqsamu al-kalimati, mgawanyo wa maneno au mgawanyiko wa maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Aqsamu al-kalimati, mgawanyiko wa maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Asema al-kalimatu, maneno, al-kalimatu, maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Tanqasimu, yanagawanyika, tanqasimu, yanagawanyika, ila 3, katika vigawanyo, aqsamin, vitatu. Al-kalimatu, maneno, al-kalimatu, maneno, fi, katika lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Tanqasimu, yanagawanyika, ila, kwenye, 3 aqsamin, vigawanyo vitatu. Al-kalimatu, maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Tanqasimu, yanagawanyika, ila 3 aqsami, kwenye vigawanyo vitatu. Aqsam kwa maana ya kigawanyo au aina, 3 kwa maana ya namba 3. Vigawanyo vingapi? Vigawanyo vitatu. Asema al-ula, kigawanyo cha kwanza, al-fi'lu, tunaita al-fi'lu kwa maana ya kitendo. Al-fi'lu, kitendo. Al-fi'lu, kitendo, ikiwa katika umoja. Katika wingi, kwa maana vikiwa vingi, tunasema al-af'alu, matendo au vitendo. Al-af'alu, vitendo. Kigawanyo cha pili, athani, kigawanyo cha pili ni al-ismu, jina. Al-ismu, jina. Kwenye Kiswahili tunaita nomino, jina au nomino. Wingi wake tunasema al-asma'u, kwa maana nini? Ya majina. Al-asma'u, majina. Na kigawanyo cha tatu, al-harfu, ni herufi. Al-harfu, ni herufi. Wingi tunaita al-hurufu, ni nini? Ni herufi. Kwa hivyo aqsamu, mgawanyiko, al-kalimatu, wa maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Al-kalimatu, maneno, fi lughati al-arabiyya, katika lugha ya Kiarabu. Tanqasimu, yanagawanyika, ila 3, kwenye vigawanyo, ila 3 aqsamin, kwenye, ila kwa maana kwenye, 3 aqsamin, vigawanyo vingapi? Vitatu. Kigawanyo cha kwanza, al-ula, tunasema ni al-fi'lu, kwa maana ya kitendo. Kwa Kiswahili, kwenye Kiswahili tunaita aina za maneno, kwenye Kiswahili tunaita ni kitenzi, kwa maana ya kitendo. Wingi wake tunasema al-af'alu. Kwa hivyo moja ni al-fi'lu, kitendo, na wingi tunasema al-af'alu, kwa maana nini?
ya vitendo. Kisha al-ismu, jina, wingi wake tunasema al-asmau, majina. Kisha namba 3 tunasema al-harfu, ni nini? Herufi, wingi wake tunasema al-hurufu, herufi. Kwa hivyo mgawanyiko wa maneno katika lugha ya Kiarabu umegawanyika katika sehemu hizi 3: al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Haya, tuangalie baadhi ya mifano. Tunaposema al-ismu, jina au nomino, maana yake ni nini au mfano wake ni nini? Tunasema mfano al-kitabu, kitabu. Al-kitabu ikiwa na maana nini? Ya kitabu. Al-masjidu, msikiti. Al-masjidu ni nini? Ni msikiti. Muhammadun na pia ni nini? Ni jina. Muhammadun kwa maana nini? Ya Muhammad. Lakini pia tunaweza tukaongeza Uthmanu, pia ni jina. Uthman, Uthmanu kwa maana nini? Ya jina pia. Uthman. Allah pia ni jina. Allah pia hilo ni nini? Ni jina. Lakini pia tunaweza tukasema al-madrasatu. Al-madrasatu. Al-madrasatu ni nini? Madrasa. Al-madrasatu kwa maana ya madrasa. Lakini al-fi'lu, mfano wa vitendo, tunaweza tukasema ni nini? Kuandika, kataba. Kataba kwa maana aliandika. Kusikia, sami'a kwa maana alisikiliza. Sami'a, alisikiliza. Kwenda, kitendo kwenda. Dhahaba, hivi vyote ni mfano nini? Wa vitendo. Na kataba, aliandika. Sami'a, alisikiliza. Dhahaba, alienda. Na mfano wa herufi, mfano wa herufi tunaweza tukasema ni nini? Fi, ama sivyo? Fi, katika. Fi, katika. Fi, katika. Lakini pia tunaweza tukasema ila, ama sivyo? Ila pia ni nini? Herufi. Fi, ila, an pia ni herufi. Min pia ni nini? Ni herufi. Kwa hivyo katika darasa hii ni kwamba tunaangalia tu mgawanyiko wa maneno katika lugha ya Kiarabu, kwamba aqsamu alkalimatu fi lughati al-arabiyya, mgawanyiko wa maneno katika lugha ya Kiarabu. Tumesema alkalimatu fi lughati al-arabiyya, maneno katika lugha ya Kiarabu, tanqasimu ila 3 aqsam, yanagawanyika kwenye vigawanyo vitatu. Kigawanyo cha kwanza tukasema al-fi'lu, cha pili ni al-ismu, cha tatu ni al-harfu. Na mfano tukaangalia mfano wa al-ismu wa majina, tukasema al-kitabu, al-masjidu, Muhammadun, Uthmanu, Allah, al-madrasatu na majina mengine. Na mfano wa al-fi'lu tukasema ni kataba, sami'a, dhahaba na vitendo vingine. Na mfano al-harfu wa herufi kwa maana fi, katika, ila, kwenda kwa au kwa, an, kutoka, min, kuhusu na vinginevyo kadha wa kadha. Kwa hivyo katika darasa hii tumeangalia tu mgawanyiko wa maneno katika lugha ya Kiarabu. Darasa itakayofuata tutaangalia nini maana al-fi'lu. Unaposema fi'lu unamaanisha nini? Al-ismu unamaanisha nini? Al-harfu unamaanisha nini? Kwa hivyo mpaka kufikia hapa nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.